Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu, wana wa Mungu, familia ya Mungu. Napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha kwenye kipindi chetu kinachosema Anza na Bwana au Amka na Bwana. Kipindi kilichopita nilitafakari na wewe habari za aina kuu 4 za wanadhambi au watenda dhambi, lakini pia nikatafakari na wewe njia kuu 3 ambazo Mungu anazitumia kwa ajili ya kutakasa wanadamu wote. Sasa leo nataka nizungumze na wewe habari za aina kuu 2 za neema. Lakini kabla sijazungumza aina kuu 2 za neema, nataka tu nielezee neema tu au mambo machache ya kuzingatia katika neema. Mkristo unahitaji kutambua neema inatoka kwa Mungu, haitoki kwa mwanadamu. Narudia, Mkristo unahitaji kutambua neema inatoka kwa Mungu, haitoki kwa mwanadamu. Na kama neema inatoka kwa Mungu, unahitaji kuelewa kumbe neema hainunuliwi dukani, hainunuliwi sokoni, hainunuliwi supermarket, hainunuliwi sehemu yoyote pale neema, isipokuwa inatoka kwa Mungu, na Mungu mwenyewe ndiye neema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema haichumwi. Haichumwi wapi? Haichumwi kwenye miti, haichumwi kwenye matunda, haichumwi kwenye bustani, sio mboga kwamba inachumwa. Neema inatoka kwa Mungu. Sio tu kwamba neema haichumwi, neema hainunuliwi, pia neema hairisiwi, na pia neema haivunwi kwamba ni mazao unakwenda kuvuna, bali neema inatoka kwa nani? Inatoka kwa Mungu. Kwa mtoto wa Mungu, tambua tu hivyo kwamba hauna nafasi wala kibali cha kwenda kuchuma neema kwenye bustani. Hauna nafasi ya kwenda kuvuna neema kwenye shamba la aina lolote. Hauna nafasi ya kwenda kuchuma neema kwenye miti ya aina ya matunda mbalimbali, bali neema inatoka kwa Mungu. Kwa Mkristo, elewa, na kama neema inatoka kwa Mungu, kwa maana hiyo neema ni ya Mungu, ndiye mwenye neema. Kwa hiyo yeye ndiye anayeamua kugawa neema yake. Ndiyo maana ninasema na kwenda kuzungumza na wewe ujue aina kuu 2 za neema, ili wewe na mimi tuweze kuzielewa na ziweze kutusaidia na tuweze kujua wewe kama mwana wa Mungu, kama mtoto wa Mungu, kama familia ya Mungu, ni neema hipi unaiona ni ya muhimu kwenye maisha yako, na ni neema hipi ukiing'ang'ania haiwezi kukusaidia kuokoka, na ni neema hipi ukiing'ang'ania inaweza kukusaidia kuokoka. Kwa ndugu mpendwa, nilitaka tunizungumze na wewe kwa kipindi hiki kifupi, nianze kuelezea neema jinsi ambavyo haipatikani kwa kutoa fedha zako, haipatikani kwa kutoa mifugo yako, haipatikani kwa kutoa elimu yako, bali neema inatoka kwa Mungu. Nikuombee mwana wa Mungu, unapokuwa unaamka na kuanza safari yako ya kwenda kwenye shughuli zako, kwenda kwenye biashara zako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakwenda kutafakari aina kuu 2 za neema.
nasi tunajikabidhi mikononi mwako. Tunahitaji hekima yako, tunahitaji maarifa yako, tunahitaji utambuzi wako. Katutumie Bwana, katuinue, katutakase, katufungulie milango ya neema. Tumekwisha kutambua kwamba neema haipatikani madukani, neema haipatikani supermarket, neema haipatikani kwenye masoko, neema haipatikani kwenye mashamba, neema haipatikani kwenye miti ambako kuna matunda mbalimbali, neema haipatikani mahali popote. Hakuna anayeweza kukuuzia neema, bali neema inatoka kwako. Naomba Baba utusaidie tuweze kujua aina hizi mbili za neema, ili ziweze kutusaidia kwenye maisha yetu ya wokovu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.